Tujiazari sana, tujiazari. Na hii roho inaitesa kanisa, inaitesa kanisa sana. Usikubali mtu uwe kiredio mbao. Unajua kiredio mbao? Kiredio kazi yake ni kutoa habari kwa kila jamii. Anasema ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali, juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya nini? Ya ufalme wote. Na juu yao wakawekwa wakuu 3, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hao wote, asema ili maliwali hao watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Dario huyo alipata, asema basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakuu na maliwali. Maana alipata kibali kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani, naye mfalme akaazimia kumweka juu ya ufalme. Maana yake kutoka kwenye nafasi moja kwenda katika nafasi nyingine. Basi mawaziri na maliwali wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme. Watu wenye fitina utafuta udhaifu. Walipomwona Danieli anapendwa kuliko mfalme, kila wakati anamzungumza mfalme, kila wakati anamwangalia kwa macho ya kumsogeza katika nafasi nyingine. Biblia inasema mawaziri waliokuwa wamekaa kwenye ile nafasi na maliwali wakaanza kuona wivu na namna ya jinsi ya kumfitini Danieli. Wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu. Asema hawakuweza kuona sababu wala kosa. Alikuwa mtiifu kwa mfalme, alikuwa mwaminifu kwa mfalme. Kwa maana walikuwa waaminifu, wala alikuwa, asema kwa maana alikuwa mwaminifu, wala hakuonekana na kosa wala hatia ndani yake. Shuka chini. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyu tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Sema sheria ya Mungu wake. Wakaona ni mwaminifu na mfalme anamwamini, tutampata wapi huyu? Tumtafute kwenye sheria ya Mungu wake. Kwa sababu tutapoingia kwenye sheria ya Mungu wake, itakuwa ni nafasi nzuri ya kumkamata Danieli, na kila kibali alicho nacho kwa mfalme hakitaonekana tena. Tunapokuwa kanisani hapa, watu wametutafuta kila mahali, wametukosa. Ujue watakutafuta katika sheria ya Mungu wako. Sheria ya Mungu wako. Basi wale wa mawaziri na maamili wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme. Jopo lile la mawaziri yani ni kama mawaziri wakuu wa mkoa wote wameenda kwa rais wa nchi. Wakamwambia hivi, Mfalme Dario, uishi milele. Wana maneno mazuri. Tumchongezi na mtu mfitini huwa na maneno ya kulamba asali. Naramba asali, kumbe mbele kuna kishoka. Unakobolewa, utaamini.
Wakamwambia mfalme uishi milele. Naamini na zamani ili umwambie mfalme aishi milele lazima ulale kidogo. Mfalme na aishi milele. Okay. Simameni wakuu, simameni. Kumbe wamekuja kwa mtego. Mawaziri wote wa mfalme na manaibu na maamili na madiwani, mpaka madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupingana na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yoyote au kwa mtu awaye yoyote katika muda wa siku 30. 30 kwa mtu wa Mungu ni nyingi sana. Yaani mji mzima wote, viongozi wote ni hatari. Wakitoka wanakutana wanamzungumzia Danieli. Huyu Danieli huyu jinga kabisa. Danieli tutamuonyesha. Sasa mfalme anampenda sana, lakini tutaingiaje? Kwa sababu kila kitu anafanya. We tulia. Nadhani kalitokea kama mtu kamoja pale. Sasa we tulia. Mimi na mipango mingi sana. Mimi na mipango, tulia Hebu tusikilize mpango wa diwani. Diwani unasemaje? Kwa namna ya utaalamu wa kazi yangu ya udiwani, mimi naona huyu mtu tukisema watu wasisari wote hawa, huyu kila siku sana sari huyu, na uwezi kumwambia chochote. Sasa Danieli akisalimia tu anaenda kusali. Ikifika muda anaenda kusali. Ikifika anaenda kusali. Sasa tuzuie kule anakokwenda kufanyaje? Kusali. Watu wenye nini? Fitina. Wanazuia watu wasienende katika njia waliokusudiwa na Mungu. Anasema na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yoyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote katika siku hizo 30 ila kwako. Yani wakasema ila wasisali ila kwako. Ila kwako lazima uonekane wewe ni mfalme. Na lazima uonekane unaheshimiwa. Ukiwaambia wote hawa wasisali ila kwako tu, inakuwaje? Ila kwako mfalme atatupwa katika nini? Tundu la sindano. Wana maneno mazuri. Mfalme akaona hawa watu wananiheshimu bwana. Karatasi iko wapi? Kumbe ajui kama anamhukumu Danieli ambaye ni rafiki yake aliyeadhimia atamweka wapi? Kuwa mkuu katika ufalme. Sasa mfalme, piga marufuku, ukatie saini maandiko haya yasibadilike, kama ilivyo sheria ya Waamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Sasa umeona wote uliowachagua wote wako hapo. Wanakuambia mfalme. Na walikuwa na majimbo. Najua ufalme ulikuwa ni mkubwa kidogo, kama unavyoona Tanzania ilivyo hii. Sasa unakuta wa Arusha, mkuu wa mkoa wa Arusha, si kwa mkoa wa Manyara, mkoa wote wamepigia. Sasa hapakuwa na simu. Sasa sijui waliitanaje, kwa sababu inaonekana wako hapo. Basi mfalme Dario akayatia saini maandiko yale na ile marufuku. Kigongo ile muhuri wa ule mjamaa, muhuri wa kifalme imeisha, biashara imeisha hapo. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa saini, maana yake Danieli hawakumuita, lakini alikuwa ni miongoni mwa maliwali. Ila wakasema Danieli kwa sababu ndio tunataka kumhukumu hapa msalabani. Danieli anashangaa, bwana wenzako wako kule kwa mfalme na wana kikao kule, na kuna maandiko yametiwa saini kwamba asiombe.
mtu yoyote. Yamekwisha kutiwa saini, akaingia chumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu, ambako walikuwa kuna hekalu. Hekalu la nani? La Suleiman. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile ambacho adui anakufitinisha nacho, lengo akunyanganye kila ulicho nacho, unatakiwa kufanya zaidi ya pale ulipokuwa unafanya. Lengo lilikuwa ni kwamba Danieli asiombe, na Danieli akafungua madirisha yakawa wazi, akikabiliana na Yerusalemu, akawa anaomba sasa kwa sauti na kumshukuru Mungu. Fitina yoyote isikupunguzie mwendo. Simama na Mungu wako, utauona mkono wa Bwana. Anasema basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli akiomba dua na kusii mbele za Mungu. Amepita anamwangalia wale. Jamani, tulikuwa tunaangaliaga movie ya Kikorea kama waka. Amepita pale. Hey, Danieli. Ona. Danieli anainama tu. Haleluya, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Akasema huyu hivi ameshajua kwamba kuna karatasi iliyowekwa muhuri. Ngoja. Sasa basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli mbele za Mungu. Shuka chini. Ndipo wakakaribia, wakasema ngoja tusogee tuone anaomba au anaimba, hawa anapiga story. Ndipo wakakaribia, wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme. Je, hukuitia saini? Anasema, wanamwambia mfalme, je, hukutia saini ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu wa yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme atatupwa katika tunu la sindano? Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isivyoweza kubadilika. Ajui kuwa ni Danieli. Nani huyo aliyekiuka? Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wale wana wale waliohamishwa Yuda. Hakujali wewe, hakujali kabisa, hakuheshimu kabisa, hana heshima yule bwana, waovyo kabisa, hanijali. Kwa nini? Kasemaje kwani? Yani kasema wewe hovyo kabisa, hovyo kabisa. Yani yule mtoto mimi niliyempokea mwenyewe nikampa. Ndiyo, aliye mmoja wa wana wale waliohamishwa Yuda. Hakujali wewe mfalme, wala ile marufuku ulioitia saini, bali aomba dua mara 3 kila siku. Basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana. Alifanyaje? Kinachomkasirisha ule mfalme si kwamba Danieli amekiuka sheria yake, ila anaona ile sheria aliyoiweka inaenda kumfunga nani? Rafiki yake anayempenda. Biblia inasema akakaza moyo wake ili kumponya nani? Moyo kakaza. Hebu nasemaje? Ni Danieli yule wameshamfunga kwa sababu sheria ya Uajemi ile. Wakalidayo na Uajemi ni sheria, ikishawekwa muhuri wanajua haipingi, ni neno ni ndio, ni ndio. Anakasirika kwa sababu anaona tayari ameingizwa kwenye, yani amepelekwa kwenye chuo cha wanawake, na yeye ni mwanaume. Akakaza moyo wake ili amponye Danieli
akajitaabisha kumwokoa hata jua likachwa. Asubuhi, hapana bana, nyenye sijawaelewa hapa. Mlikuwa mnasema nani? Danieli anaenda anakunywa maji kidogo, anakaa huko. Sasa hebu niambieni vizuri, Danieli huyu mpaka jua linafanyaje? Nasema na hapa hatutoki, mfalme mpaka aseme. Kila akija anaona maliwali bado wamekaa wanasubiri aseme mfalme. Walishamweka kwenye target na wanajua hapa tumemfanyaje, tumemkamata hapa. Maana kama tungemwambia Danieli tuweke kwa ajili ya Danieli, asikekubali huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapowekwa kwenye target, tumtegemee Mungu. Yeye atatutoa kwenye target. Sema amen. Sema amina. Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme. Akamwambia mfalme, shuka chini. Rudi pale. Meruka. Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, mfalme, jua ya kuwa ni sheria ya Wamedi na Waajemi. Anarudi kunywa maji, anaambia mfalme, sheria ya Wamedi na Waajemi. Waajemi lisibadilike neno lililo marufuku, wala amri yoyote iliyowekwa kwa mfalme na mfalme. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli, wakamtupa katika tundu la nini? Mfalme akanena, akamwambia sasa, mfalme akanena, akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Yani anatupwa, lakini mfalme bado moyo wake unasikia huzuni. Anasema ninaamini, japokuwa mimi nimeweka marufuku na hawa jamaa wamenibana mahali, lakini ninaamini Mungu wako atakuponya. Haleluya. Na mimi nataka niseme, hata wakiinuka watu wenye fitina wakakufitini, wacha Mungu wako atakuponya. Likaleta jiwe, likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akatia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike nini lolote. Maana kama mfalme angeenda kinyume na wale mawaziri na maliwali, wangemgeuka, si ndio bwana? Wangeupindua ufalme. Mfalme haeleweki huyu, atakuwa kichwa chake hakiko vizuri sana, watoto waliowazaa. Kwa hiyo huyu mfalme atolewe, apelekwe huku, watoto wake wamiliki pale. Mambo ya ufalme zamani yalikuwa ni shida sana. Akishakukumalia wale jamaa, acha. Akasema muhuri mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, maana kila mmoja alikuwa anagonga aishia humo, lisibadilike neno lolote katika habari za Danieli. Kisha mfalme akaenda nyumbani, maana yake na wale wote wakaondoka, wakashikana mikono, wanapongezana, wanasema kazi imeisha. Simba wamegeuka kula nyama, wanaenda wanarudi, wanaondoka na majoo yao nini, piga mihuri. Hawajui kuwa wanapomalizia ndipo Mungu anaanzia hapo. Kisha mfalme akaenda nyumbani mwake, akakesha usiku na mchana, halali. Bwana atusaidie sana. Yani watu wenye Mungu ndani yao, ambao Roho Mtakatifu yuko ndani yao, huwa wanapendwa automatically tu. Bwana asifiwe. Yani halali mfalme akafunga, yani mpaka akafunga, na vinanda havikuletwa mbele yake, na usingizi wake ukapaa, maana yake akuwa analala kwa ajili ya Danieli. Na mimi nataka nitangaze, Mungu akakuinulia wakuu wasilale kwa ajili yako mpaka wakusaidie. Haleluya. Asubuhi na mapema
akiwa na usingizi, hajalala. Biblia inasema akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la sindano. Naye alipolikaribia lile tundu, akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena, akamwambia Danieli, hey Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, sio mtumishi wangu aliyekuwa ananitumikia. Akasema mtumishi wa Mungu aliye hai. Maana yake mfalme mwenyewe alikuwa anamjua Mungu wa Danieli. Nami ninasema wacha wamjue Mungu wako katika jina la Yesu. Mahali unapopitia, nataka niseme katika kupita kwako huko, Mungu anakutambulisha ili wamjue Mungu wako unayemtumikia. Akamwambia, Danieli mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima hawezi kukuokoa na simba? Anasikia kama sauti itaitikia ya simba au ya mtu. Ndipo Danieli akamwambia mfalme, mfalme uishi milele. Akiwa ndani ya tundu la sindano, si tundu la simba. Bwana aliwakamata simba kwa ajili ya fitina, na mimi nasema Bwana akawakamate watesi wako katika jina la Yesu. Kama unaamini sema mchungaji na kuelewa. Mungu wangu amemtuma malaika wake. Haleluya. Simba alipokuwa anataka kukamata, nakutana na malaika amesimama mbele. Gusa uone nikupe ki. Simba Inapendeza sana kumtegemea Mungu Wamtumainio Bwana ni kama mlima wa Sayuni, wajapopita katika bonde la uvuli wa mauti hawataogopa mabaya. Hakuogopa alipoingizwa pale. Malaika usiku kucha wanamlinda, wanamzunguka Danieli. Danieli anatembea hivi, anaona malaika wa mbawa yuko pembeni, anamwambia simba, ole wako usogee hapa, meno utakuwa nayo tena. Yani akitembea hivi malaika hawa hapa, akitembea malaika hawa hapa, akitembea malaika wale pale. Nasema tunapomtumaini Bwana Mungu hutuma malaika watulinde katika jina la Yesu. Nasema Bwana aongeze malaika wakulinde kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Hivi ungejisikiaje wewe ndo Danieli yani? Usiku kucha unalindwa na malaika. Unaona viumbe vimetua pale. Yaani ile tu unaingiza pale unakuta jamaa amekusubiri pale, wana mbao. Ambia kaa tulia hapo. Pumzika. Achana na wale wa vipicha wale wanamuonyesha Danieli amekaa katikati ya simba, lakini Biblia inasema malaika Bwana alimtuma nani? Wako pale. Danieli anaingia tu anakutana na malaika. Ndio kanuni ya watu wenye imani. Ukiwa unataka kuingia, yani ukiwa unapelekwa hauoni kilichopo, ila ukishaingia manake umekamilisha imani yako, unakuta mwenye imani amesimama. Yuko pale. Sasa kumbe bwana nani? Malaika Mikael. Kumbe malaika wa vita nani? Mikael. Bwana Mikael kashika upanga. Sasa Daniel, keti hapo. Tulia tuone kinachoendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe na hofu. Tusiwe na mashaka. Weng'ang'ania Mungu aliye naye, sio wa kawaida. Usifike mahali ukajikatia tamaa. Ukifika mahali ukakata tamaa kurudi nyuma, haujamjua Mungu unayemtumikia. Danieli alijua Mungu anayemtumikia. Asa Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makano ya simba, nao hawakunizuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina nini tena mbele yako, mfalme, sikukosa neno. Sasa kama angelikuwa amemkosea mfalme na Mungu amemkosea wale jamaa wale, sasa basi mfalme akafurahi sana, akaamuru watoe Danieli katika lile tundu la sindano. Ndipo Danieli akatolewa
katika lile tundu, wala madhara wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumaini nani? Masala yoyote hayakumpata, lakini Mungu aliruhusu aingie kwenye kufitinishwa mpaka aingie mahali penye hatari. Na alipoingia kwenye mahali penye hatari, hatari haikuweza kumpata, akatoka bila madhara. Haijalishi wanakupeleka, unaona fitina ni hii hapa, wewe nenda uone mwisho utakuwaje. Kama Danieli, mwisho wa mwisho unakuwaga ni mwisho wa utukufu kuliko ule mwisho wa kwanza. Mfalme akaamuru, nao wakawaleta wale watu waliomshtaki nani? Akasema, sasa na nyinyi nataka nione, tarudi tufanye testing hapa. Danieli ameshatoka, sasa na nyinyi mlale umu. Na kama nikiona, ingekuwa mimi ndo mfalme, nasema na kama nikiona amjaliwa, tashuka niangalie simba wana meno hawa hawana, pengine wameshakufa au meno hayapo. Watu walimshtaki Danieli, wakatupwa katika tundu la sindano simba, wao na watoto. Walipokuwa wanaenda kwa mfalme, walikuwa wanaenda wenyewe, lakini kwenye adhabu watoto na wenyewe wanachukuliwa, wanaendana. Kuna dhambi nyingine inafanyika na wazazi, inakuja kuleta madhara kwa watoto. Yaani unachokipanda leo, ujua utavuna wewe na watoto wako siku moja. Na kama hautavuna wewe, watavuna wajukuu. Kwa sababu Mungu alipomwambia Ibrahimu, nitakubariki, waliokuja kubarikiwa walikuwa ni wajukuu. Sasa wewe unaweza ukasurvive, lakini watoto wako wasifanyaje? Wasisurvive. Wao na watoto wao na wake zao. Mama wa watu ananyonyesha, anambia inuka mama, nanyonyesha, sema nisubiri anyonya, asema wewe na huyo unayemnyonyesha wote mnaenda kuliwa. Utamnyonyesha umo kwenye shimo. Wakawatupa katika tundu la sindano, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashinda, wakaivunja mifupa yao vipande vipande, kabla hawajafika chini ya tundu. Dogo anashuka kule, mdogo simba anasema huyu atakuwa laini huyu, kama kuku wa broiler. Kidaka huyu nikaingiza, nikatafuna. Nikija nikakamata na huyu mzee wa zamani huyu, kangata hata ugoko uliokomaa. Maisha yanaenda. Ndipo mfalme Dario akawaandikia watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia, amani na iongezeke kwenu. Tena mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watetemeke na kuogopa mbele ya nani? Ya Mungu wa Danieli. Nisikiliza, anayekugusa wewe anagusa Mungu wako. Anayekusema wewe anamsema Mungu wako. Mungu atakapokuja kuangalia, yani kama sijui ni mchawi, yani kama ni mapepo, akaona anapoangalia kwenye ile cycle, akaona mapepo, akaona na walioshirikishwa, mapepo na walioshirikishwa wao anapigwa wote. Yani wewe unaweza kuwa umeshirikishwa kufitini mtu. Mungu atakapoanza kutoa adhabu, hata angalia wewe wewe uliyeshirikishwa, na wewe utaingizwa kwenye lile kundi. Atapiga wewe, atapiga yule mchawi aliyekuja kukufitinisha, atapiga na mizimu yake. Mamlaka yote ya ufalme watetemeke mbele za Mungu wa Danieli, maana yeye ndiye Mungu aliye hai, hadumuye milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Yeye uponya na kuokoa. Bwana asifiwe sana. Mungu tunayemtumikia uponya na kuokoa. Katika jaribu lako lote unalopitia,
amini utaokolewa kwa jina la Yesu. Anasema utenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyemponyaji, anasema ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba. Basi Danieli huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario. Sema akafanikiwa. Manake hapakuwa na vikwazo tena, vimeondolewa. Hapakuwa na watu wanaopanga kuandaa waraka mwingine tena, kwa sababu Mungu ameondoa vikwazo. Kuna wakati tunaweza tukapita tukaona kuna watu wamewekwa kama barrier, lakini nataka niseme kuwekwa kwa maberia, Mungu anajitambulisha ili asafishe malango na njia zako wasiwepo tena. Usimame katika nafasi yako, usiwe na mpinzani daima. Na katika enzi ya Koreshi Muajemi, malizia hapo, meisha. Amen, amen. Kwa hiyo walimpeleka wanajisifu, walirudishwa wanalia kilio, walirudishwa wanaogopa. Wanasema Mungu aliyemtetea Danieli siye Mungu tunayemwabudu. Tunaamini sisi leo ni chakula, tunaamini sisi leo tunaliwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Fitina, masengenyo huwa hayadumu, yana kikomo chake, na yanaweza yakaja kwako kwa kukupandisha nafasi kutoka nafasi moja kwenda nafasi nyingine. Wakija kutambua, nisikilize, Mungu, ukisoma katika Biblia yako vizuri, simama kwa miguu yako, tutaingia kwenye maombi. Ukisoma Biblia yako vizuri, Yusufu aliposingiziwa kuwa amebaka mke wa Potifa, fitina ikapigwa, akatupwa kuingia gerezani. Fitina ilipomwelekeza aende gerezani, kumbe kule fitina inapompeleka ndipo kuna msaada wa kuingia ikulu. Nataka nikwambie jambo moja, usiogope. Usiogope, simama ukauone mkono wa Bwana. Usiogope. Kinachotupa shida, unakuta mtu anafitinishwa ofisini, anafitinishwa mahali ambapo anaamini pa kumuingizia fedha, na matokeo yake ni nini? Anakuwa na hofu, anamwacha Mungu wake ambaye alimweka pale, anamsahau, anayaangalia matatizo, na matokeo yake Mungu anaondoka, anabaki mwenyewe, na mwisho wa siku afikii katika lengo alilokusudia Mungu. Kwa hiyo hii kujenge wewe ambao umekata tamaa, pengine hii kujenge wewe ambao umechoka, imefika mahali maneno yamekuwa mengi kwenye maisha yako, wanakusema hili, wanakusema lile, wanakusema hiki, wanakusema hiki. Sio wewe ulioanza kufanyiwa fitina, walifanyiwa kina Danieli, tena watu wakuu wenye heshima, watu waliokuwa wameinuliwa na mfalme, wamepewa vyeo, mawaziri na maliwali. Wewe unaogopa tu mtu mmoja tu hapa ambaye hana hata cheo cha askari, halafu anakutetemesha. Bwana atusaidie.